kuhusu mikono ambayo inajenga nyumba ya Mungu. Kwenda wali kuhusu njara ya chaka kanisa mwadhani. Siku ya leo ni siku kubwa kwetu. Tuwaentu kwenda kile batu. Kwa ama Jumapili muhimu sana. Kana sande maana mono kile tuwe. Si kusherehekea tu makofi na maua. Yanti kutukwenda kusherehekea yake mpe na maua. Ni siku ya kusherehekea imani. Intuko ya kongwera there. Ni siku ya kusherehekea kujitolea, sacrifice. Intuko ya kongwera yani kuirita. Ni siku ya kusherehekea endurance ama ile kuvumilia. Intuko ya kongwera yani kuomeria. Na ni siku bilebile ya kusherehekea wisdom ama hekima. Na intuko ya kongwera ome. Na wisdom ni kuona bali. Na ome kuona kuraya. Na ndio Suleimani aliomba Mungu ampatie hekima. Ndipo Solomoni anaambia Mungu ome. Sisi sote tunaomba kuwa na hekima, Mungu akupatie kuona kesho itakuwa namna gani. Tunaomba kwa tuna ome katona roka takari atia. Bwana asifiwe. Amen. So siku ya leo tunasherehekea imani. Tukongwera there. Nikirudia tena tunasherehekea kujitolea. Tukongwera kuirita. Na vile vile tunasherehekea hekima ya kina mama wa kanisa letu. Na tukongwera ome bwekoro kanisa ni sieto. Bwana asifiwe. Amen. Kama kanisa hili ya kanisa ni nyumba tunajenga leo. Yaani nyumba to wakarua re. Kwa nyumba to wakanarua. Kama ni nyumba tunajenga leo. Najua wamama nako manyange koro will make sure kwamba kuna chai. Kwa kama nyakuna chai. Si ndio? Unajua wamama wababa wataleta mawe. Agroba leta maia. Wataleta mbao. Wataleta mchumari na nyondo. Wataleta mchumari na nyondo. Lakini wamama ekoro will make sure. Yani baka make sure. Wacha tutakunywa chai. Tukanywa chai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watahakikisha kwamba viti imepanguswa na imepangwa. Baka meite ibyango ni bibangi. Halo. Ukiona mahali kuja sabisa ujue wamama hajapewa kazi yao. Kuna ndoko tutambe tuo mekro batayingo yo. Yaani wamama hajabiwa kazi yao. Ekoro bateringo yo. Lakini wamama wakijua jukumu lao. Lakini ekoro bamanyango yo. Hawachelewi, pigieni Yesu makofi. Achoni ngi Mungu. Wamama ekoro wakiingia bareke ukuma. Utensils will be washed. Yani into bikadhambua. Prayers will be already done. Maromba ya karombo reu. Ama will be already offered. Ya noe before anyone arrives. Mbele buonka mtombo kinya. Si kama umeijua. Kabla mtu afika wamama watakuwa kitabu wamefika wameomba. Mbele mtu onda kinya kiroba kinya na bakaromba. Pigeni wamama makofi. Ngenia kororo we. Kwa hivyo siku ya leo ushirika wa mama shika bwekoro wana dedicate vyombo kwa kazi ya Mungu. Bata neko kwa nakani yake kwa na intike kwa nakani into kile mwadhani. Na watu wengine wanauliza sasa vyombo tu. Na wengi wale into wake. Na mimi najibu na kusema na choke na kuua. Kazi ya Mungu ngwa Mungu haitendeki tu kwa madhabahu. Itapende kama madhabahu ni yake. Inatendeka at the beginning from the kitchen. Yani ambia mwanka waratu kuma nyumba yetu ya kurugira. Bwana asifiwe. So makasisi wakipanga madhabahu, kutandika madhabahu, kuasha meshumaa, atinje banga madhabahu kutandika kuleta maji ya kunao mikono wakati tuko na Holy Communion. Kuna ile kwa mwaka tuko na katika mwadhani. Kuna kazi ya Mungu nyingine na huo inatendeka huko kitchen. Kuna ngwa Mungu ngide kutikana na kitchen. Kuna wale watu wanachinja kuku, kuna hapa kuteja nguko, wanamenya viazi, bako chidongo, wanafanya kazi ili watu wakule. Bako itangueni kenda antu baria. Ni hiyo ni kazi ya Mungu vile vile. Ni ngwa Mungu kinyayo. Kwa hivyo wamama kuwe kuro hata ukiangalia katika historia wali support. Nyewa ile history ba supportere. Wali support quietly God's work. Yani ba support ngwa Mungu nyinge bakiriki. Bwana asifiwe. Amen. Ambia jirani yako asante kwa kusupport kazi ya Mungu pole pole. Kila mtu yuko anataka support kwa Mungu ogirereti. Ukisoma katika kitabu cha Luka, utamaki kuna Luka 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Inyanya imo mwanka itatu. Biblia inaongea kuhusu bila Yesu alisupportiwa na wamama. Biblia branches sombele ku support ni ekoro. Si kwa maneno, not by speeches. Tema tekuna tete ya kwaria. Si kwa sababu ya vio. Tonto ba wakwe wa unene. By what they earned. Ni kwenda ni baba mbele kuibua. Kila baada yake. Kila baina kio. Kila walikuwa nacho. Kila baina kio. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani wamama walijitolea na wakafanya kazi ya Mungu na kile walichokuwa nacho. Eko itambe tangwa Mungu na kila baina kio. Sio kile hauna. Tikio tunakio. Hata Mungu hataki utoe kile hauna. Mungu atonde takao tunakio. Lakini na kile ambacho uko na
Lakini kirawe na ambi kirawe na kio. Kira mtoto kutumigira mwadhani na kirawe na kio. Kira mtoto kutumigira kirawe na kio. Bwana asifiwe sana. Amen. Wamama Ekoro hakuwa anauliza wapewe microphones watangaze. Watu wapewe microphone bamba kutangaza. Hata hawa unaona ni mimi nawaambia tuambieni ni nini. Nyawe wako atuire nimbi. Walileta tu silently pole pole. Bata bakiriki. Pigeni Yesu makofi. Ngeni mrungu. They did not ask for microphone. Walete ya microphone. Ili watangaze. Kenda bamba kuua. Waliuliza tu what does the ministry need? Wewe nimbi nduma yekwenda. Wakakuta watu wakitaka kunywa chai wanaomba kikombe. Watu wanaenda kunywa chai wanaomba kikombe. Wakakuta watu wakitaka kukula chakula wanaomba sahani. Watu wanakulia wanaomba sahani. Quietly. Yani bagreretie. Quietly. Bagreretie. Batekwaria. Kanatobuo. They went and bought these things. Baitaba wale ntobi. Tingira nje soro. Engere ni madhani mpe. Na mimi nimearifiwa. Niona mbeta kuerwa. Na yes kwamba kuna vitu vingine njafika. Na yes kuna bingi bitira iya. Tutabariki siku ile ya harusi keke Iroe. Tukata imantuka ya harusi keke Iroe. Naraka harusi tutakuwa naye evangelist. Harusi kwa evangelist. Mkuja na hiyo vitu imebaki. Pendo bibi bitiere. Hata hiyo tufeane kwa kazi ya Mungu. Yenyewe tunengalagiwa madhani Mungu. So mama anauliza ni nini kazi ya Mungu tufanye? Kwa wengi wa Mungu ni so siku ya leo wapendwa na wa challenge. Kwa arena kwenda kubwera. Wewe tafuta what does the ministry need? Watu wani mbiu nduma yekwenda. Wewe fanya. Bwethia. Quietly do it. Ukiriki bwethia. Na Mungu atakulipa. Na Mungu wako. Itakurudia na njia wewe mwenyewe ujui. Yako chokana njia wewe ngwa utumba kumenya. So kwa hivyo leo wamama, mama wetu na dada zetu na mabinti zetu, kwa na ari wetu na ekuru wetu, tunasema hii ni kitu kubwa sana ambacho mnatolea Mungu. Itakuwa hii kitu gani mnogo tamadhani Mungu. You may not preach today. Ni to media duare. Yaani tibabu botomedi bado totomedia. Sisi mnahubiri leo ni sisi tunahubiri leo. Lakini mnahubiri kuliko sisi. Lakini botomedia tukuluka. Bwana asifiwe sana. Amen. So yes, hata kama hujahubiri, kwa hiyo zinato tatomedia. You have already preached. Urende no tomeretie. Bwana asifiwe sana. Amen. You have brought utensils quietly. Weta into ukiretie. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio ni mahubiri kubwa. Tomedia kwa nao. So ila dada huyu hata kama hujahubiri leo. Wewe unaenda tomedia duare. Bila hiyo vitu umeleta pole pole. Ndio tokirete ki kwa nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu itahubiri. Yato meria. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ndio huduma ambayo tunataka. Ino ndo meria kuandekana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kufanya kazi bila kuitisha microphone. Yaani kuitangu wewe tu wita microphone. Bwana asifiwe sana. Amen. So vyombo hivi vitatumika kwa utukufu wa Mungu. Kwenda vyatumika ngoni kwa Mungu. Tumevitakasa kwa imani. Bikudharu nja ya wetekia. Na tunapeana kwa imani. Na tukona kana nja ya wetekia. Kupeana kwa kufanya kazi ya Mungu. Na kwa kuitangua mwadhani Mungu. Kwa sababu hii ndivyo kanisa la Mungu limekuwa tangu kama kama miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Ono bonse kanyume miaka idiri ngiriyele. Tangu Yesu alipokuwa. Kuma Yesu yakweya. Lakini sasa unaona wamama hata wakati ule ndio kwenye itaka ekoro. They brought what they had. Ibaeta kila baina kio. They brought jewelries. Ibaeta into bianguru. They brought clothes. Ibaeta ngurun. They used as chaos at time. But yani umebuona nyi tario. They built God's tabernacle. Ibahakire kioro kya mwadhani. With what they earned. Na kila baina kio. Bwana asifiwe sana. Amen. Ulisikia ile tulisomewa na Solomon, bila wamama wanachomna kwa mikono yao. Vile wamama walikuwa wanaenda wanaona shamba, wana negotiate na wanapanga wananunua. Bila mwanaume kuhusika. Na waume zao walikuwa wanaheshimiwa kwa umbali. Nene bao bakira wa baekuraya. Kwa ajili ya mama ambaye anafanya kazi kwa mikono yake. Kwa hivyo wapendwa, hii kijiko imeletwa kwa nyumba ya Mungu. Sio kijiko tu. This is not just a spoon. Hii kikombe ambayo imeletwa katika nyumba ya Mungu si kikombe tu. Hii sahani sio sahani tu. It's not just a plate. Angalia moyo. Ile lankoro. Wala mama wamenunua vitu si ati ni matajiri. Niko bora nito vitu kwa batongi. Kuliko wengine. Kuliko bangi. Lakini tega koro eu. Angalia roho yao. Alilinko roho eu. Angalia roho yao. Mungu awabariki sana.
Mungu akutharime muno. Tumebitakaza leo tukubithiria ndwari kwa utukufu wa Mungu. Nuntu kumyo kwa mwathani Mungu. Itatumikia wale ambao wamechoka. Bia tumeambete kwitha banogi. It will serve those who are tired. Wala watachoka na wajikie kiu watapata kinywaji, sio? Na bakanoga na baibo nyonta bakwenda kunywa. It will serve the visitors. Ikatumikira ababa mbete kutuliungira. It will serve the pastors. Ikatumikira nya advenjeri. After long meetings and service. Yawe na nya mitema nene na nya kutumika kuko nene. Mitema nemera ya, yani a long service. Yani mitema nemera ya. Madhama inge. Yani madhama inge. Watapata kitu wa kukula naye na kunywa. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anaona hiyo. Na Mungu na kuona untu bou. Yesu alisema katika kitabu cha Mark 14:8. Kuna Mark 14:8. Akasema ametoa what she earned. Aiwa akulita kila akainakio what she could. Kila akiomba. Unakumbuka hiyo story ya mama? Yesu akasema wacheni niwaambie. Aiwa lakini mbwire. Huyu mama ametia bora kuliko wengine wote. Kwa kuwa yeye pamoja na umaskini wake. Nikuwa awe amona okeawe. Ametoa kile alichokuwa nacho. Akuita kila akainakio. So Jesus akasema she gave what she could. Kila akiomba. Bwana asifiwe sana. Amen. So wamama wanatambuliwa sana katika Biblia. Bwana asifiwe sana. Amen. Si kila ambacho wangeweza kufanya. Si kila wengine wanaweza fanya. But what she could do. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua watu wana tendency ya kusema wengine wafanye. Bawe baba kuomba ibadhidhie. Hao ndio wanaweza wafanye. Bawe baba tongi ibadhidhie. Hao ndio wenye pesa wafanye. Lakini hapa Yesu anasema she gave what she could. Yesu aliwayanile kila akiomba kwa yana. Bwana asifiwe sana. Wao usiangalie watu wengine. Kailia ndo bangi. What can you do? Imbiombe kia kubwethia. Do what you can do. Bwethe kila ombe kia kubwethia. For the glory of God. Ikenda Mungu akumeka. Not about others. Don't blame anyone else. Blame bangi. Do what you can do. Bwethe bombe kia kubwethia. Owe. Bwana asifiwe sana. So ambia jirani yako fanya kile utaweza. Kila mtu leo kubwethia kila omba. Mzee mmoja mkuru mwe nimwambia ka story kidogo. Hapo story anono. Kwa kanisa ene. Kuna mama moja alienda akaleta kikombe moja. Kwa mmoja moja aleta kikombe kimwe. Akaleta kwa kanisa. Aleta kanisa ene. Mwanaume mmoja akacheka. Mkuru mwatheka. Kasema hadi kwa tena kikombe kimwe. Kwani mweka kikombe moja? Tunaleta tu kikombe moja. Uleta kikombe kimwe akio. So baadaye nyumene baada muda mrefu mkutano wa siku muda mrefu. Yuko demo chono ntuko nyinge. Huyo mwanaume alichoka sana. Mkuru anua muno. Akawa na kiu. Alibana nyonta. Wakati chai iliwekwa kwa meza na ikawekwa kwa vikombe. Acha kwa meza neko kikombe ne. Aliruka na akasema kikombe yangu ni gani? Akade kikombe chako ikireko. Akachukua kikombe, akameza chai, kikombe anywa chai na akasema na araua. This tea is powerful. Agwa chai ni ainya. Mmeweka nguvu baada ya kunywa. Yombeka ainya ndio ile kumenywa. Alafu yule mama alikuwa pale. Mbona ariwa antwara. Akamwangalia akamwambia, amule la amwera. Akasema the power amwera inya came through the cup. Hiyo kulokere kombe. Hii nguvu ya chai. Inyewe ni chai. Imepitia kwa ile kikombe ulikuwa unachekelea hadi kibeana. Yime kombe komba akuthekela. Unaona? So do what you can. Bwethe bro kuomba. Usijali na wale watacheka. Wale baba kutheka. Shetani ashindwe. Ashindwe. Kwa hivyo nasema kwamba tuendelee kuelewa. Tutambie kwenda tukielewa. Huduma ni nini? Yaani ntomeri ni mbi. And never underestimate small things in the ministry. Ni wanige tutuno ndene ya huduma hii. Kwa sababu no you can see small things. No. But you may not see the big art. Lakini ule kuona nkoro ya nene. Ile moyo, ile bidii, ile kujitolea, ile kujinyima ambayo huyu mtu alikuwa naye ili atolee Mungu. Nikeruta mwathani Mungu. So siku ya leo kuntu kuyedwa re. Tuna pia heshimika kuwa na mheshimiwa Rebecca Kovia. Itote utatu na mheshimiwa Kovia. Kiongozi wa kisiasa kwa huduma ya kisiasa. Mwene yani wa huduma ya siasa. Tunafurahi kuwa na wewe my sister.
ituko tuna uweru are wamama wanatu support sana. Ekiba tu baba maidinado tulikuwa na Florence Kajuju, na tunashukuru Mungu kwa support ya kina mama. Ndio ba support yekoro. Biblia inasema, Biblia liwaterere wamama katika Biblia ni wengi walifanya maajabu. Ekone Biblia ingawa botheria mantu ya kuligalania. Kwa hivyo ukiwa kiongozi wetu wa kisiasa ukumbuke kuna mama alikuwa anaitwa Dibora. Kwa kama watu yana makumbuka anaitwa Dibora. Ni vile mimi sikupata mtoto mchichana ningemuita Dibora. Kithako ni mware muita Dibora. Watoto wangu ni wafulana tu. Waka ni yeye yake. Lakini wataleta wachana hapa. Wataleta Bishop. Wataleta? Ansa, wewe ndio nataka kufanya bidii. Ndio nitaanza Bishop. Hata wewe ni kijana wangu. Bwana asifiwe. Unajua? Dibora was a judge in Israel. Dibora are yani mugambeta na Israeli. Na alikuwa mama. Na are mwekoro. So wale wanasema wamama hawezi kuwa viongozi. Hawa kwa watu bakwa nene. Hawaelewi. Bate kumenya. Wamama ekoro ni wanaweza kuwa viongozi. No be anene. Esther influence the whole nation. Yani atumente koro yonde I influence. Na alikuwa mama. Na are mwekoro. Bwana asifiwe sana. Amen. Na alikuwa mama. Na are mwekoro. So Rebecca. Rebecca. Pia Mungu atakutumia. Kunya Mungu wako tumira. Kwa sababu leadership is not about gender. No, tongoria tekwa wa gender reko. Sio jinsia. Jinsia ore. Uongozi sio jinsia, si ndio? Utongoria tekwa ntome kana mwekoro. Ni akili. Ni akili. Hebu fanya hivi. Bwethiao. Sema uongozi kutongoria. Sio hiyo ingine ambayo inatenganisha mwanaume na mke. Tiwenge kwa thwana mwekoro na mukoro. Kana ndo menya ndo murume na muka. Inguo. Ndete rinda kana trouser. Neaki? Neaki. So leadership is not nageradu. Ndugu ya Bishop Kimaita. Kuna ndugu ya Bishop wetu pia kwa hapo nyuma. Bishop wetu wa Tharaka Nithi naona ndugu yake hapa. Na anasema hata ndefu pia. Lakini kuna wanaume wana ndefu. Sisi pia tumeambiwa jinsia sio mbili. Kuna watu wanateta wanasema mseme male and female peke yake. Kwa kuwa mwekoro na mukoro yonkake. Mtu murume na mtu mukake. Yonkake. There is a third gender. Kuna gender ngine itatu. Inaitwa aje? Nani anajua? Kwani amukai Kenya? There is a third gender nowadays. Kuna gender itatu. Kuna watu wanasema uwezi sema male and female. Lazima uongeze another ticking box. Kwa mwekoro mugoma ngaongele wengine itatu. Nereko. Kwa waua. Yes, no kwa na nyuma. Intersex. Kuna watu ambao wako na jinsia yote. Kuna watu bana arome na yekoro ukaita kama. Nani wengi? Ni wengi mno. So yeye ndiye anamuanga atakuwa nini akiamuka. Wewe wako wanimbia ka okay. So anasema pia watambuliwe. Alinyama bati kumenyekana. Bwana asiwe sana. Amen. So siku ya leo nataka kuambia leadership is about wisdom. Utongana kulogira ume ambao nimesema ni akili. Irako ni akili. Leadership is about courage. Utongo da wena uchamba. And leadership is about service. Na utongo da ukichiana. Utanguge. Mambo mata? Mambo yana ya tatu. Wisdom, ume, courage, uchamba and service. Na inya kuichiana kutanguge. Hiyo itaki jinsia. Itekwa no da wa urembi. Hata ukiwa intersex. Inyeda wewe na mwekoro na wewe. As long as uko na akili. Akiwe na akili. Na una ujasiri. Na una uchamba. Na vile vile unataka kuhudumia watu. Na ndio ndo tumekira ndo. Wewe ni kiongozi. Wewe mtongoria. Bwana asiwe sana. Amen. Ambia jirani yako kama uko na hivi vitu tatu wewe ni kiongozi. Kutoka ndo bibi wewe mtongoria. Kama uko na akili? Wewe na akili. Kama uko na usujaa? Akoto na uchamba. Ujasiri? Yaani uchamba. Na uko tayari kutumika. Na uende kutumika. Bwana asiwe sana. Amen. Hakuna kitu kingine nitakana uwe kiongozi. Ndio uende ndo tongoria. So ile Reverend anasema unaweza kuwa unavaa skirt. Ukileta skirt ama unavaa kitu kingine. Kana kitu kingi. Kwa hivyo kama kanisa tuita kanisa watu tunasema kanisa
ni ya wamama. Tulua kanisa ni angekoro. Na tunasema wamama ni viongozi. Na tulua ekoro ni tongoria. Na tunasema wamama wakae katika mesa ambayo itafanya uamuzi. Na tulua tongoria meteneo mbika kwa kuamwira antu. Where the decisions are being made. Ara waamuzi boko bwethua. The mothers must be there. No mwanka mo. Our ladies must go there. Aribeto tabra antu. Our daughters must go there. Aribeto baitiara. Our sisters must be there. Aro chibete bariara. If there is no chair. Okay, otemo munene. Look for a chair and take it to the table. Where the decisions are being made. Kama uko na mambo tatu. If you have wisdom, courage, na unataka kuhudumia watu. Mtu asikwambia usikae hapa. Bwana asifiwe. Amen. Na batalera arume yake. Na bigasabia wanaume peke yake. Uone hakuna kiti ya mama. Uone tete kiaguru. Tafuta yako ukae naye. Hiyo na kiaguru na kiau. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo tunataka kuambia wamama wetu. Mtu anataka kwa watomu. Kwa sababu tunataka wamama wetu wawe viongozi vile vile. Tunataka kwa watoto bara tongoria. So tunaomba kwamba Mungu ataendelea kuwabariki wamama. Mungu atanambia kutalima ngekoro. I pray that God will grant them wisdom. Na kwamba Mungu akae koro ume. Leadership and integrity. Otongoria na kinyako compassion. Yani wendi. Compassion and the fear of God. Yani kuisiende na nyako kila mwadhani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na najua na nakumenya women are in the memory of the church. Na kumenya koro bali ya ngakine cha kanisa. Well, let me say this carefully. As a bishop, when men forget meetings, women always remember. Women always remember. I've been a bishop for the last 16 years. I used to be in charge of Lanjamero for 11 years. Zaisi ni diocese tatu. Na nataka kuambia when men forget meetings, wamama always remember. When records are missing, women know where they are. So women see details that men don't see. So nashukuru sana wa yes ingine anatusaidianga. Tuweza hata kwa huwa natatuwete. Ndio tulisema nini? Hii wanaume wote. Hii wanaume wote na madigrii yao. Anatoa kitabu hapa, yes, anatoanga kitabu hapa na wale other ladies who are with us. Mtu anatoa kitabu yake. Na wale mama wengine ambao wako hapa. Wenyewe wangiwate anto hao. Wanatukumbusha. Baturikania. So pigiani wa mama makofi. Ngania kwa mproe. When faith is shaken, yani mwete kibo mbaku inaina. Women pray. Ekwa baromba. Yes. Wanaume wanataka vita lakini wamama wanaenda kwa maombi. Wanaenda andoa. Ekoroba kata marombe ne. Bwana asifiwe sana. Amen.